Hujambo na karibu sana kwenye Kona Flag ya Travel TV. Mimi ni Mbushi Kwelasa. Leo tuanzie kuangazia matukio yaliyojiri kwenye ligi kuu ya soka ya Tanzania bara ambako Yanga, Simba wao walipata ushindi huko Azam na Singida wakibana mbavu katika mechi za ugenini. Lakini katika mwendelezo wa michezo hiyo yako matukio mengi ambayo yamekuwa na mjadala mkubwa. Prince Dube kutoka klabu ya soka Yanga Afrika ameendelea kwa gumzo kwa kuto kufumania nyavu tangu kuanza kwa ligi kuu, huko akionekana kuwa na changamoto kubwa zaidi pamoja na kuonekana kutokuwa na utulivu. Pengine ni mawazo ya namna gani anaweza kufanya ili kurudisha kila ambacho ni imani wana Yanga anachoendelea kumpa. Andy Boyeli, mshambuliaji raia wa DR Congo, alifanikiwa kuingia nyavuni mara mbili katika mchezo huo wa jana dhidi ya KMC kwenye ushindi wa goli 4-1. Wachambuzi na wafuatiliaji wa soka wanasema kwamba hilo ni jambo zuri zaidi na pengine linaweza kumrejesha katika wakati mzuri wa kufumania nyavu na kuwa na utulivu zaidi na kujiamini kwa mshambuliaji huyo raia wa Kongo. Lakini sambamba na mchezo huo, mashabiki pia wanasema kwamba bado Yanga haijakuwa kwenye hali ambayo inatarajiwa kuwa kutokana na aina ya wachezaji walionao, japo inawezekana imeanza kuonesha mwanga, huku Maxim pia Nzengeli pamoja na Pacome Zouzoua wakionekana ndio wachezaji ambao wapo kwenye kiwango bora zaidi mpaka hivi sasa ndani ya kikosi hicho. Sambamba na mechi hiyo, nyingine ni mechi ya JKT dhidi ya Simba ambako ilimalizika kwa sare ya goli moja, ya ushindi kwa Simba goli 2-1, huko JKT wakifungwa goli ambalo pengine inaweza kwamba wangeweza kuhimili na kuwabana Simba kutoka sare. Sasa wachambuzi na mashabiki wanaofuatilia kwa kina zaidi soka wanasema Simba imepata ushindi na kuonesha kiwango bora katika dakika chache ambazo walihitaji goli la kusawazisha na lile la ushindi, lakini katika dakika nyingi zaidi timu hiyo haikucheza vizuri. Watu wanasema kwamba inawezekana pia mwalimu wa klabu hiyo Pantef hajapata kikosi kile kilicho bora zaidi na pengine bado ana changamoto ya kuona nani na nani akae katika upande gani. Nafikiri ni nini ambacho kinaweza kuendelea kufanyika na kocha huyo ili kuifanya timu endelee kuwa na ushindi mzuri na kucheza mchezo wa kuridhisha zaidi? Azam walibana mbavu ya sare 1-1 dhidi ya Namungo akiwa ugenini, na maneno yale ambayo yamekuwa yakizungumzwa msimu yote yameanza kuibuka tena kwenye mitandao ya kijamii kwamba huenda timu hiyo ikarejelea yale ambayo yamekuwa yakijitokeza kwayo kwa misimu mingine iliyopita, huku Singida nao wakibana mbavu dhidi ya Pamba Jiji, na mwalimu Miguel Gamondi anasema ataendelea kuimarisha timu yake, huku wasiwasi ukitanda kwamba huenda kikosi hicho kikaanza kupoteza hali ya kujiamini zaidi kupata ushindi baada ya sare hiyo. Sasa timu za kwenda break ama mapumziko mafupi kabla ya mechi ya kirafiki ya kimataifa ya timu ya taifa Tanzania ambayo itakwenda kucheza. Una mtazamo gani juu ya haya yote ambayo nimekueleza hapa katika dondoo za yale yaliyojiri weekend hii? Hii ni Kona Flag ya Travel TV. Mimi ni Mbushi Kwelasa.